Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba atashiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja na atawakutanisha rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika kutatua mzozo kati ya Moscow na Kiev. Rais huyo wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia matokeo mazuri kutokana na uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev, ambapo amependekeza kuwa anaweza kushiriki yeye mwenyewe. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika huko Istanbul nchini Uturuki. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, rais wa Marekani aliyataja mazungumzo hayo kuwa ni tukio muhimu sana. Kurejeshwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili ambayo yalipendekezwa na rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Jumapili yanaweza kufanyika Istanbul, Uturuki mnamo Mei 15. Nadhani unaweza kuwa na matokeo mazuri katika mkutano wa Alhamisi mjini Uturuki kati ya Urusi na Ukraine. Ninaamini viongozi hao wawili watakuwepo. Nilikuwa nikifikiria kuruka juu. Sijui nitakuwa wapi Alhamisi. Nimepata mikutano mingi sana, lakini nilikuwa nikifikiria kuhusu kufika huko nchini Uturuki, Trump alisema. Pendekezo la Trump lilikaribishwa na Vladimir Zelensky wa Ukraine, ambaye alielezea kama wazo sahihi na alisisitiza madai yake kwamba alikuwa tayari kukutana na Putin ana kwa ana. Hadi sasa Moscow imesalia kimya juu ya matarajio ya kiongozi wa Urusi kusafiri kwenda Uturuki kwa ajili ya mazungumzo. Katika kupendekeza kurejea kwa mazungumzo ya moja kwa moja, rais wa Urusi alisisitiza ahadi ya Moscow ya kutatua mgogoro huo. Mchakato wa suluhu lazima uanze na mazungumzo, alisisitiza Putin, na mazungumzo hayo hatimaye yanaweza kusababisha aina fulani ya mapatano mapya na usitishaji vita mpya. Hata hivyo, Volodymyr Zelensky alitamani kumwona rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo hayo, akiamini kwamba ndiye mtu pekee atakayesababisha kumalizika kwa vita bila kuwepo kwa dhulma yoyote. Tuko kwenye mazungumzo mazito na Ukraine. Lengo lao ni kuondoa sababu kuu za mzozo na kufikia amani ya kudumu ya muda mrefu kwa mtazamo wa kihistoria, Bwana Putin alisema. Ofa hiyo imekutana na maoni tofauti kutoka kwa Kiev na waungaji mkono wake, ambao wanaendelea kusisitiza juu ya matakwa yao kwamba mazungumzo yoyote lazima yatanguliwe na kuanzishwa kwa angalau siku 30 za kusitisha mapigano. Walakini pendekezo la Putin liliungwa mkono na Trump, ambaye anahimiza Kiev mara moja kukubali. Kufuatia wito wa Trump, Kiev ilionekana kugeuza msimamo wake, na Zelensky alitangaza utayari wake wa kushiriki katika mkutano huo, huku akisisitiza matakwa ya kusitisha mapigano. Uturuki imekaribisha mpango huo na kueleza kuwa iko tayari kuandaa mazungumzo hayo. Hata hivyo, ofisi ya rais ya Uturuki ilituma ujumbe wenye utata kuhusu suala hilo siku ya Jumatatu, wakati huo ikisema kwamba ilikuwa ni fursa ambayo haipaswi kukosa, lakini pia kwamba usitishaji wa mapigano ungeunda mazingira ya lazima kwa mazungumzo hayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.